Ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Timu ya taifa ya Tanzania imewasili hii leo ikitokea Morocco katika mashindano ya AFCON, ambako katika mashindano hayo Tanzania ilifika mpaka hatua ya 16 bora, lakini Tanzania toka imeanza kushiriki katika mashindano ya AFCON imeshiriki mara 4, lakini hawakuwahi kufika katika hatua ya 16 bora hata mara moja. Hivyo ilikuwa ni mara yao ya kwanza Tanzania kufika katika hatua ya 16 bora, lakini isivyo bahati waliondoshwa na wenyeji Morocco kwa goli ambalo lilifanya Tanzania wanyong'onyee, kwa sababu waliona kabisa Morocco wamewamudu katika kila nyanja, katika uwanja hata nje ya uwanja. Mashabiki wa Tanzania pia walikuwa wana nguvu, japokuwa walikuwa ni wachache, lakini Tanzania kuna baadhi ya matukio ambayo walilalamikia, ikiwemo wao kunyimwa penalti dakika za mwishoni kabisa, ambao Tanzania wengi pamoja na wadau wa soka barani Afrika na duniani kote kwa ujumla, maana mashindano ya AFCON yanafuatiliwa dunia nzima, ndio maana kuna wachezaji wengi wametoka katika timu zao kubwa barani Ulaya wamekuja kushiriki mashindano ya AFCON. Hivyo wadau wengi wa soka wameona kwamba Tanzania alionewa, Tanzania alinyimwa penalti yake ya wazi, ambayo kila mtu ambaye aliangalia mpira ule au alifuatilia aliona kabisa Tanzania alistahili apewe penalti. Hivyo Tanzania walivyotua katika uwanja wa ndege Julius Kambarage Nyerere wamepokelewa kwa shangwe kubwa la mashabiki pamoja pia na waziri wa michezo Magamba Kabudi, na timu hiyo ilitoka katika uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere na kuelekea katika hoteli Posta. Hivyo timu hiyo ilikuwa na shangwe kubwa, maana mashabiki wengi walijitokeza kwa wingi kuipokea timu hiyo, pia na wadau wa soka, kwa sababu walifanya jambo ambalo katika historia ya Tanzania halikuwahi kufanyika. Shangwe lilikuwa ni kubwa kila maeneo ya jiji Dar es Salaam kwa sababu ya kuipokea timu hiyo ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kwa sababu mpira ambao ameupiga katika mechi za AFCON msimu huu haukuwahi kutokea katika AFCON zote, japokuwa AFCON iliyopita Tanzania alicheza mechi 3 na katika mechi hizo 3 aliambulia alama 2. Kama AFCON hii pia katika mechi zake 4 Tanzania aliambulia mechi 2 katika hatua ya makundi, kwa sababu msimu uliopita alikutana mechi ya kwanza katika hatua ya makundi na Morocco na Tanzania alichezea kichapo cha goli 3-0. Akaja mechi ya pili alikutana na Zambia akaitoa mechi hiyo 1-1, na mechi ya 3 alikutana na Kongo na mechi ilimalizika kwa 0-0. Lakini katika AFCON ya msimu huu Tanzania wanaonekana wameendelea kidogo, kwa sababu mechi ya kwanza walicheza na Nigeria na mechi hiyo ilimalizika Tanzania kupoteza goli 2-1, na mechi ya pili alicheza dhidi ya Uganda na mechi ilimalizika kwa Tanzania na Uganda kutoshana nguvu ya goli 1-1, na mechi ya 3 alicheza dhidi ya Tunisia na mechi hiyo pia ilimalizika kwa goli 1-1. Hivyo katika mechi zake zote 3 za hatua ya makundi Tanzania alipata goli 1 katika kila mechi, hivyo alikusanya magoli 3 na pia aliruhusu magoli 4, maana Nigeria alimfunga goli 2 lakini Uganda aliruhusu goli 1 na Tunisia alimfunga naye goli 1. Hivyo katika AFCON hii Tanzania inaonekana amefanya vizuri zaidi ya AFCON zote ambazo amewahi kushiriki. Vile vile AFCON iliyopita Tanzania aliambulia goli 1 tu katika sare ya 1-1 dhidi ya Zambia, lakini katika AFCON hii ameonyesha maendeleo makubwa, ameonyesha matumaini ya kwamba yeye ni mwandaaji wa AFCON ambayo inakuja 2027, akiwa ni mwandaaji mwenza yeye Kenya pamoja na Uganda. Kama unavyojua maandalizi hayo yameshaanza kwa kasi na Tanzania wako vifua mbele hivi sasa, wamejiandaa kwa ajili ya AFCON hiyo na timu yao jinsi ambavyo wamecheza katika AFCON ya Morocco. Watanzania wengi wana imani na timu yao kutokana ili perform kwa kiwango kikubwa, japokuwa malengo yao yalikuwa sio kuishia katika hatua ya 16 bora, lakini kwa sababu ishatokea wenyewe wamepiga moyo konde, hivi sasa wanaganga yajayo, wanaganga mambo ambayo yanakuja mbele, hivyo wanajizatiti katika AFCON inayokuja, kwa sababu nao watakuwa kwa nyumbani, wanajiandaa ipasavyo, ikiwezekana wafike katika hatua za juu kabisa, ikiwemo kuchukua kombe hilo la AFCON. Japo ni ngumu wanajua, lakini kwamba maandalizi yao yatakuwa ni makubwa pia kupitia kocha wao Meguri Gamondi. Wakati anatoka katika uwanja wa ndege alipatiwa zawadi ya jogoo, kumaanisha kwamba yeye ni mshindi, yeye ni kidume, lakini pia kapteni alichukua zawadi hiyo Bakari Nondo Mwamnyeto
alikabidhiwa naye jogoo, ya kuonyesha kwamba wamefanya kazi kubwa, wamejituma kweli uwanjani, wamefanya kitu ambacho Watanzania wengi walikuwa wanatamani kifanyike, japokuwa wengine hawakuamini kama timu inaweza kufanya, kutokana na muda mrefu timu watu wengi wanaidharau kutokana na yenyewe uwaga inacheza sana chini ya kiwango, pasi nyingi zinarudi nyuma. Lakini katika AFCON hii mipira mingi ilikuwa inaenda mbele, na Watanzania wengi wamevutiwa na timu yao, wamependa timu yao jinsi inavyocheza, na ndio maana wana imani kubwa. Na pia katika msimu huu Tanzania imeibuka na tuzo moja tu ya mchezaji bora, ambaye ni Simon Msuva, alichukua katika timu yao ya Tanzania ikicheza dhidi ya Uganda, na tuzo hiyo aliipata Simon Happy God Msuva pekee, na ndio tuzo ambayo wamerudi nao Tanzania. Lakini mbali na yote, watu wadau wa soka wameenda mbali na kusema kwamba Tanzania ya msimu unaokuja, yani katika AFCON ijayo, itakuwa imejizatiti, itakuwa imejiandaa kweli, kwa sababu nyota njema huonekana asubuhi. Nyota njema ishaanza kuonekana kwa Tanzania hivi sasa. Watu wa soka, wapenda soka wa Tanzania wajiandae kwa kupata burudani. Tanzania yao imejiandaa vizuri, na Tanzania yao inaendelea kujiandaa na mashindano ya AFCON ambayo yatafanyika nyumbani. Wanawekeza nguvu kubwa kupitia serikali, hata wachezaji ambao wanaendelea kutumikia timu yao ya taifa, na wengine ambao wataongezeka katika timu ya taifa. Kama unavyojua timu ya taifa, wachezaji sio wale tu, wanachukuliwa wachezaji ambao wana fomu, hivyo wale wenye fomu wataendelea kutumikia timu ya taifa, na ambao watafika fomu wataendelea kutumikia katika vilabu vyao. Hivyo timu ya taifa ya Tanzania hii leo imekuwa na shangwe kubwa, na shangwe limeanza kutoka airport mpaka posta. Mashabiki walijitokeza ni wengi kweli, na wengi wameilaki timu yao ya taifa. Kama unavyojua bwana, watu wanasema wapewe maua yao kabla hawajafa. Hivyo timu ya taifa Tanzania imemwagiwa maua yake, imepewa sifa zake ambazo inastahili, kutokana wao ni mashujaa, wamepambania nchi, wamefanya jambo ambalo watu wengi walizani haliwezi kufanyika au Tanzania hawawezi kulifanya. Lakini vile pia serikali imeahidi kwamba wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania ambao wamekuwa ni wachezaji wa kwanza kuipeleka timu hiyo katika hatua ya 16 bora watapewa zawadi, japo zawadi hizo bado hajaweka kwamba ni zawadi gani, lakini wachezaji watapewa zawadi. Kama ukumbuke, katika AFCON 2019 ilipita miaka zaidi ya 60 Tanzania hawajawahi kufuzu AFCON, na walivyofuzu AFCON, ambaye alikuwa ni rais wa nchi ya Tanzania bwana Dr. Joseph Pombe Magufuli, aliwapa wachezaji wote viwanja huko Dodoma. Lakini sasa hivi bado hawajasema serikali inawapa nini, lakini wamesema kuna zawadi nono kwa wachezaji ambao wamefanikisha Tanzania kufuzu katika hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza, vile na benchi lao la ufundi lote likiongozwa na kocha Miguel Gamondi. Lakini kuna wadau wa soka wamekuja na kusema kwamba Miguel Gamondi akabidhiwe tu timu ameiweza, timu inacheza vile watu wanavyotaka, timu inacheza vile Watanzania wengi wanapenda kuona timu yao ikiwa inacheza. Muda mwingi timu inakuwa inamiliki mpira, hata inapokuwa inashambuliwa Miguel Gamondi anajua jinsi gani ya kuweka basi lake. Ukuta wake unakuwa ni mzito, ukuta wake unakuwa ni ukuta wa chuma. Kama itatokea kosa ambavyo kama ilitokea katika mechi dhidi ya Morocco na Tanzania kuadhibiwa, linakuwa ni kosa la bahati mbaya, lakini timu inakuwa inaonyesha wazi kitu gani ambacho inastahili au kitu gani ambacho inakitaka kwa wakati huo. Hivyo Tanzania kwa hivi sasa wameandika historia, na mashabiki wa soka wengi Tanzania wanaipongeza timu yao, na mashabiki wengi vile wameendelea kuipongeza timu yao na kuiunga mkono. Wanasema timu yao iko imara kwa hivi sasa, wako tayari katika AFCON inayokuja, na watajiandaa vizuri na wataenda kwa wingi uwanjani, kwa sababu timu yao ishaonyesha kwamba ina nguvu na inaweza kufanya mambo makubwa katika AFCON inayokuja. Je, wewe mdau wa soka, mpenda michezo, mpenda burudani, unaonaje Tanzania ya msimu unaokuja ambayo itashiriki AFCON 2027 ikiwa kama mwenyeji? Je, ina uwezo mkubwa wa kubatu na mataifa makubwa kama Ivory Coast, Nigeria na mataifa mengineo katika AFCON hiyo? Kwa sababu kama wenyeji wanatakiwa wapige hatua kubwa. Je, inaweza au itaishia njiani kama ilivyoishia?